Fursa hii nitumie fursa hii kwanza ni washukuru wadau wote ambao tumeungana katika zoezi hili la kuungana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika siku yake ya kuzaliwa ambayo yeye mwenyewe binafsi aliamua kuhamasisha Watanzania kutumia siku zao za kuzaliwa kwa kuhakikisha kwamba wanaungana na jitihada za dunia za utunzaji na uhifadhi wa mazingira kwa kupanda miti. Alianza zoezi hili tangu miaka kadhaa iliyopita, na mwaka huu tarehe 27 ni mwendelezo wa jitihada ambazo wameanza kuzifanya. Kwa sisi wananchi wa mkoa wa Songwe leo hii tumeungana na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika zoezi la utunzaji na uhifadhi wa mazingira, ikiwa ni sehemu ya kumtakia heri na fanaka katika siku yake ya kuzaliwa. Lakini ndugu wananchi, kwa nini rais wetu aliamua kuhamasisha Watanzania kuweza kuungana katika jitihada za utunzaji na uhifadhi wa mazingira? Swala la mazingira ni maisha yetu ya kila siku. Maji ambayo tunatumia, mwili wa binadamu karibia asilimia sabini ni maji. Maji tunayoyatumia katika maisha yetu ya kila siku yanatokana na utunzaji na uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji. Tukiharibu misitu, tukiharibu mazingira, manake tunahatarisha hata mustakabali wa kuweza kupata maji kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku. Shughuli zetu za kilimo hapa Mbozi hapa, mmekuwa mkiniambia miaka 10, miaka 20 iliyopita mlikuwa hamjawahi kuona kahawa zimekuwa zikikauka, lakini sasa hivi mashamba yetu ya kahawa yanakauka. Yanakauka ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini hata swala zima la unyeshaji wa mvua, katika maeneo mengi mvua zimekuwa zikinyesha bila kutabirika. Yote ni kwa sababu ya athari za mabadiliko ya tabia ya nchi inayotokana na uharibifu wa mazingira ambao tunafanya kwa mikono yetu. Ukipita maeneo kadhaa, misitu yetu sasa hivi inaisha kutokana na shughuli za uchomaji wa kuni, uchomaji wa mkaa, shughuli za ukataji wa kuni kwenye misitu yetu ya hifadhi. Lakini watu wamekuwa wakivamia kwenye misitu yetu ya hifadhi kwenye kufanya shughuli za kilimo, lakini kufanya shughuli zisizokuwa rafiki kwa mazingira, shughuli kama vile za ufugaji katika maeneo yetu ya misitu ya hifadhi. Lakini hali kadhalika kwenye vyanzo vyetu vya maji, ukienda kuna baadhi ya vyanzo vya maji viko hatarini kuweza kutoweka. Ziko fedha nyingi zitatumika kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maji, lakini miradi hiyo haitakuwa endelevu kama vyanzo vya maji havitahifadhiwa. Kwa sasa leo hii tunapoungana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye siku yake ya kuzaliwa, tukifanya kwa kuendeleza kampeni ya upandaji wa miti. Kampeni hii isiwe kama leo hii ndio mwanzo na mwisho. Leo hii tunazindua kampeni ya kimkoa ya urithi wa kijani Songwe, lakini leo ni siku ya kwanza na tutaendeleza zoezi hili. Sasa niwaombe ndugu wadau, serikali ilielekeza halmashauri zote nchini kuhakikisha kwamba tunapanda miti ipatayo 1,5 milioni kila mwaka. Lakini hiyo miti sio tu tuishie kwenye kuipanda, lazima tuitunze. Kwa leo hii tunapoanza zoezi la upandaji wa miti, na siku ya Alhamisi tutakuwa na mkutano wetu wa wadau, tutaweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba zoezi la upandaji wa miti linakuwa endelevu halmashauri zote katika mkoa wa Songwe. Swala la upandaji na utunzaji wa mazingira iwe ni tabia yetu. Lakini wananchi kwenye kaya zao, kila mwananchi kwenye kaya yake hakikishe kwamba anakuwa na miti amepanda na ameitunza. Akihitaji kupanda miti ya kivuli, miti ya matunda, aipande na aitunze. Lakini hali kadhalika lazima tusimamie sheria za usimamizi wa uhifadhi wa mazingira, misitu yetu. Tusioneane aibu kuchukuliana hatua kwa wale watu ambao wanavamia kwenye misitu yetu, wanavamia kwenye maeneo ya hifadhi kwa ajili ya kufanya shughuli ambazo haziruhusiwi. Kukata kuni, yako maeneo mengi ya kukata kuni, na ndio maana tunaambiwa hata kwenye mashamba yetu tunapanda miti, hatupandi mazao tu. Kuna umbali fulani ambao unaruhusiwa kitaalamu kupanda miti ambayo eza tunaweza kuitumia kwa matunda au hata miti ambayo tunaweza kuitumia kwa ajili ya kupata kuni. Lakini sasa hivi tunahamasishwa nishati safi ya kupikia. Umeme tumefikisha kwenye kila kijiji. Umeme matumizi yake sio tu kwenye kuwasha taa, kuchaji simu.
umeme pia unatumika kwenye kupitia majiko ya umeme. Lakini kama majiko ya umeme ni gharama, tunayo majiko ya gesi ambayo tumekuwa tukihamasishwa kuweza kuyatumia. Lakini kama majiko ya gesi ni gharama, tunao mkaa mbadala ambao unazalishwa na wenzetu wa STAMICO, lakini mkaa ambao unazalishwa na wenzetu wa kampuni ya Jitegemee. Wanazalisha mkaa ambao hautoi moshi, mkaa ambao ni rafiki kwa mazingira, mkaa ambao ni rafiki kwa afya zetu. Nilichowaagiza watu wa STAMICO, kwa kupitia taasisi zetu, kwa kupitia wataalamu wetu wa mazingira, washirikiane kuhakikisha kwamba tunaweka vituo kwenye kila kata na ikiwezekana kwenye kila kijiji. Vituo vya kuuzia ule mkaa mbadala wa STAMICO viwepo huko kijijini, kwa sababu wananchi wanasema mkaa huu haupatikani, lakini sisi hapa tunazalisha kwa lisali moja tani 20. Manake kwa masaa 24 tunazalisha tani karibia tani ngapi? Karibia 440, si ndio? Kwa siku hii moja. Kwa hiyo hata kama wananchi wote wa mkoa wa Songwe tukiamua kutumia ule mkaa mbadala wa STAMICO bado hatuwezi kuumaliza. Kwa hiyo twendeni tuungane katika jitihada hizi za utunzaji na uhifadhi wa mazingira, kazi ambayo leo hii tumeianza, lakini leo hii sio mwisho. Tuendeleze hizi jitihada. Wanafunzi, tekelezeni kampeni ya soma na mti. Tumeelewana Pandeni miti. Wananchi wa kawaida, twendeni tupande miti. Lakini niwashukuru viongozi wa dini ambao tumejumuika hapa. Niwashukuru taasisi zingine zote za serikali ikiwemo watu wa NEMKI, nimesikia wako hapa. Lakini tuwashukuru ndugu zetu wa TFS ambao wamesimamia zoezi la utoaji wa hii miti. Na wako wananchi wameendelea kupewa miti na wenzetu wa TFS. Hii miti ambayo tunayowapa, naamini watu wanaandikwa majina. Tutaifuatilia hii miti kuhakikisha kwamba yeyote aliyopewa mti ameua uwe mti haujakuwa, maanake atalazimika kutafuta mti mwingine na kuweza kuupanda. Lakini kwa watu wa halmashauri, kazi ya kuzalisha miche tusiwache kwa wenzetu wa TFS peke yao, kwa sababu kama miti 1,500,000 TFS mnazalisha miche mingapi kwa mwaka? 500,000. Wanazalisha miche 500,000. Miche 1,000,000 tunaipata wapi? Maanake halmashauri tunao wajibu pia wa kuweza kuhakikisha kwamba tunaanzisha vitalu vya miche ya miti sisi wenyewe, lakini tunahamasisha wadau wengine kuweza kuanzisha vitalu vya miche ya miti ili tuwe na miche ya miti ya kutosheleza kwa ajili ya kuendeleza kampeni ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Kwa ndugu wananchi wenzangu, mimi wote ninawashukuru ambao tumekuja kuungana hapa na Mheshimiwa Rais katika siku yake ya kuzaliwa kwa kuendeleza kampeni ya upandaji na utunzaji wa mazingira. Tabasamu la utu, tunasema panda mti. Tabasamu la utu, panda mti. Tabasamu la utu, panda mti.